Simba ina utaratibu wake na imesafiri na baadhi ya viongozi, na viongozi wengine wanaondoka usiku wa leo tunapozungumza mimi na wewe. Tayari wameshafika zao Ethiopia, kwa muda wote pale wanaunganisha ndege kuendea Bamako Mali. Kwa hiyo niwaambie mashabiki wa Simba kupitia ninyi waandishi habari, wasisikilize hizo propaganda. Viongozi wa Simba wako makini, wanathamini huu mchezo, wanajua umuhimu wa pointi 3 ambazo tumekwenda kuzitafuta Mali, na ndio maana wakasafiri kuona namna ambavyo wanakwenda kutoa support. Leo unaposema viongozi wa Simba hawajasafiri, alafu ukashuhudia mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba Clatous Magoli akawa amesafiri, kiongozi gani wa Simba ambaye wewe unataka unasema kusafiri? Yupi? Mimi nina uhakika mwenyekiti wa bodi Clatous Magoli amesafiri na timu. Baadhi ya wajumbe akina Swedi wamesafiri na timu. Baadhi ya wajumbe akina Isa wamesafiri na timu. Kwa hiyo mimi naamini viongozi wa Simba na wadau wa Simba wamesafiri kwenda kuwapa support vijana, na inshallah mimi naamini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu na maandalizi tuliyofanya tutakwenda kupata matokeo mazuri Bamako Mali, kwa maana tunakwenda kuchukua point 3. Tunakaa katika standard nzuri kuona namna ambavyo tunapambana katika mashindano ya kabingwa kuelekea robo finali. Tumeona baadhi ya mashabiki wa klabu ya Wekundu wa Msimbazi wamekuwa hawana tumaini na kocha Pantev kuelekea mchezo huu ambao kocha tumezoea wamesema kwamba hawezi kuchezesha ma striker. Tumeona baadhi na mechi ambazo zimepita. Kocha Pantev, kwako una imani naye kuelekea mchezo huu ambao unafuata kesho kutwa? Ni maswali ambayo waandishi napenda sana kuuliza mara kwa mara, aliyakuwa nimeshatolea majibu. Binafsi kama Kisugu lazima niseme na imani kubwa na mwalimu Pantev, wala sina mashaka naye. Moja, kwa kuheshimu taaluma yake, lakini pili kwa kuheshimu uongozi wa Simba ambao umekwenda kumwamini na kumpa dhamana kubwa kuiongoza Simba Sports. Haya matokeo ambayo tunayapata ni matokeo ya mpira. Ni matokeo ya mechi ambayo yanaweza kutokea mtu yote. Juzi nilikuwa nasema pale, Liverpool amepigwa, Barcelona amepigwa, lakini leo cha ajabu Arsenal anafanya vizuri kwenye mashindano ya ligi wapi? Ya Uingereza. Arsenal unaizungumzia na takriban miaka 22 mpaka 23 haijawahi kuchukua ubingwa wa ligi kuu ya Uingereza. Lakini kuna shabiki ambaye yuko Tanzania anapenda Simba Sports, ukimuuliza Ulaya anapenda Arsenal, ina miaka 24 haijachukua ubingwa. Hawatukani viongozi wa Arsenal, lakini shabiki huyo timu yake ya Simba ina miaka 4 haijachukua ubingwa. Kila siku anakesha kwenye mitandao anawatukana na viongozi wa Simba, anawadhalilisha wachezaji wa Simba. Hili jambo si la kweli na halistahili kufumbiwa macho, lazima lizungumzwe. Huwa anasema na nitaendelea kusema, mpira una kanuni zake. Moja ya kanuni ya mpira ni kukubali matokeo ya nini? Ya mpira. Unapoingia katika mpira ukikubali matokeo ya mpira, huwa yakitokea matokeo ya mpira lazima uyakubali. Kwa sababu mimi naamini kanuni ya mpira moja ni kukubali matokeo ya mpira. Aidha timu yako kushinda utafurahi, itasuru, na iko siku itafanyaje? Itafungwa. Kwa hiyo ukishakubali kwamba wewe mtu wa mpira na ukishajua kanuni ya mpira, sidhani kama inaweza kukusumbua pindi endapo timu yako inafanya nini? Matokeo. Kwa hiyo kwangu mimi ni waasi sana mashabiki wa Simba. Najua tunakwenda kwenye wiki ngumu sana. Na niseme kwa takriban miaka 10 iliyopita hajawahi Simba kwenda katika siku ngumu kama siku ya Jumapili. Moja, kwa sababu tunahitaji pointi 3 kutoka Mali, lakini pili, siku ya Jumapili hiyo tuna mkutano mkuu wa wanachama wa kikatiba wa klabu ya Simba. Nyakati ngumu. Nyakati ambazo tunahitaji sana kusimama kwenye dua na sala. Lakini inshallah mimi na imani Mwenyezi Mungu atatufikisha salama. Tutakwenda kufanya mkutano wa amani. Wana Simba watakubaliana katika kile ambacho kwenda kutekeleza maagizo ambayo waliopewa amri na baraza la michezo, lakini mwisho wa siku tutasimama kwenye dua na sala kuona namna ambavyo timu yetu inakwenda kuchukua point 3 dhidi ya Stade Malien. Wengi wanazungumzia kiwango cha Elie Mpanzu kimeshuka, kimedrop mechi takriban mechi 3, anacheza chini ya kiwango. Elie Mpanzu huyu ndo tunamzungumzia Mpanzu ambaye alipita miaka iliyopita nyuma. Siamini na wala sikubali kunaambia kiwango cha Elie Mpanzu kimeshuka. Sisi kuamini. Mimi naamini uwezo wake. Naamini ni mchezaji mzuri na ndio maana kwa kwenye klabu ya Simba, na naamini moja wa wachezaji ambao watakayepambana kuipeleka Simba robo finali ya klabu bingwa barani Afrika ni Elie Mpanzu. Swala la kuamka na kazi mbaya kazini kwa mwanadamu ni jambo la kawaida. Leo hii
Tumeshuhudia mambo mengi, tumeshuhudia mastreka wengi kukosa magoli kwenye nchi hii. Lakini why Mpanzu? Kwa nini Mpanzu? Elie Mpanzu. Kwa nini historia Elie Mpanzu? Kwa sababu amekosa magoli. Na hapa lazima niseme, waandishi, ni sehemu ambapo wana Simba lazima nizungumze ukweli. Tunahitaji mabadiliko makubwa katika hili. Pindi endapo wachezaji wetu walipokwenda kukosea, basi tusichukue nafasi kubwa ya kwenda kuwashtumu kuondoa katika mchezo. Aliyakuwa kuna muda lazima natakiwa tujenge psychology, tuwarudishe kwenye mchezo. Niwapongeze sana watani zangu Dar es Salaam Young Africans katika hili, hususan mashabiki wake. Hakuna mchezaji mwaka huu aliyekosa magoli Tanzania kama Prince Mpomelelo Dube. Lakini mashabiki wa Yanga walimvumilia. Kila Dube alipokwenda kukosa magoli, inafika mahala mashabiki wa Yanga wanakwenda wanachanga pesa kumpa Dube. Hawana maana kwamba kile ambacho chokuwa nakifanya wanafurahiwa nacho, lakini wanajua kwamba huyu anapita katika kipindi kigumu. Maana yake lazima sisi kama mashabiki natakiwa tumtengeneze psychology ili aweze kurudi katika hali yake ya kawaida na kwenda kuipambania nini? Timu. Leo sisi mpira umevamiwa. Haki ya Mungu, mpira umevamiwa. Na kina nani? Mpira umevamiwa. Watu wanasema ukweli. Madereva na makonda daladala wamevamia mpira. Kwa nini hawadeserve kuzungumzia? Na hii moja, kwa nini nasema madereva na makonda daladala? Niwapongeze sana Azam Media kwa sababu wanafunga vingamuzi mpaka kwenye nini? Kwenye magari. Kwa dereva daladala anatia gia, konda daladala anatia gia, ananyanyua macho yake, anamwona Elie Mpanzu amekosa goli, kesho yake naye na mwana taaluma anasimama kwenye vyombo vya habari anatukana wachezaji wa Simba. Haikubaliki. Mpira umevamiwa. Unamaanisha nini kusema mpira umezama? Tufike mahala lazima tukubali kila mmoja na taaluma yake. Leo Elie Mpanzu anakwenda kumheshimu dereva daladala kwa sababu anajua hii ndio taaluma yake. Kama Elie Mpanzu anakwenda na mheshimu dereva kwa taaluma yake, kwa nini dereva usimheshimu Elie Mpanzu kwa taaluma yake? Mpira umevamiwa. Sema alikosa magoli ya wazi, hasira. This is football. Ni kweli amekosa magoli. Hakuna mtu asiyeona. Lakini je, akikosa magoli ndio tumuundie tume ya kumchunguza? John, tuunde tume? Watu wanataka tume bwana achunguzwe. Watu wanasema kuna namna amecheza chini ya kiwango na bado nafasi alizozipata pia kuweza kuzitumia. Kwa nini na sio Mpanzu yule ambao amemzoea? Clear nafasi kwenye mechi ya Simba dhidi ya Petro, nafasi 4. Kwa hiyo tuunde tume 4. Tume moja itachunguza yote manne. Elie Mpanzu, benchi la ufundi, Morris Abraham, Derek, wote wamekosa magoli hao. Na kwa kocha pia aundue tume. Kwa nini acheze bila striker? Mpira ni taaluma. Kwanza moja katika ile mechi, binafsi mimi mwenyewe mpira mchezo wa Asia nilikotoka pale, nilikuwa na mawazo kana kwamba John nilikuwa nayo katika chuo chako. Lakini baada kuliwa mechi na kufanya assessment vizuri ya ile mechi, nilimuona mpango kazi wa mwalimu ulikuwa sawa sawa, isipokuwa wachezaji siku ile hawakuamka vizuri kwenye kazi yao. Na wengine wanahusianisha kiwango ambacho kimeonyeshwa juzi na sintofahamu ambayo inaendelea, kwa maana wanasema kwamba baadhi ya viongozi kuna namna wanazungumza na wachezaji kucheza chini ya kiwango. Nami nimelisikia hili. Lakini tu niseme jambo moja. No comment. No comment. Sugu hata hii ambayo linaendelea ndani ya klabu ya Simba pia. Nimesema nami nimelisikia. Lakini wacha niseme jambo moja. No comment. Sentus Magoli amesikika katika vyombo vya habari akizungumza kwamba baadhi ya viongozi timu ikifungwa wanacheka, wanafurahi, na wengine ameenda mbali kabisa na kusema kwamba pengine wana matatizo ya akili. Hapa mlipofikia Kisugu, Simba yenu, mmefikia sehemu ambayo mnaanza sasa kunyoshiana vidole. Ni kweli? Nami nimemsikia mwenyekiti wa bodi Clantus Magoli. Kwa namna ambavyo ulivyozungumza, ni kweli amezungumza, lazima nikiri. Lakini mimi namheshimu sana mwenyekiti wa bodi wa klabu ya Simba Clantus Magoli. Mimi nafikiri
ninavyojua ni mtu makini, ni mtu ambaye huwakurupuki. Lakini ili tuweze kupata historia vizuri zaidi, mimi naamini ningemtafuta Clatous Magori, ingekuwa jambo jema zaidi, ndio angekuwa na majibu mazuri ya kujibu kuliko mimi. Kauli yake wewe kama mwanachama wa Simba unaitafsiri vipi? Kabla sijakwenda kwenye tafsiri, nimesema mtafuteni kwanza yeye. Ameshazungumza. Yeye ndio mwenye majibu sahihi. Yeye ndio mwenye ushuhuda aliowashuhudia hao viongozi walikuwa wanafanyaje? Wanacheka. Mimi nazungumza nini katika hilo? Pengine kauli yake inatoa taswira gani ndani ya Simba? Yeye kama kiongozi ametamka hiyo kauli, si kauli nyepesi, ni kauli nzito. Ndio. Na amesema baadhi ya viongozi na amekwenda mbali zaidi akasema kama kuna mtu ambaye anahitaji kutawala basi asubiri kipindi cha uchaguzi aingie ili aweze kuchaguliwa, aweze kufanyaje? Aweze kutawala. Maana yake kwa namna ambavyo Magori anavyozungumza, kuna mtu wa karibu haya mambo ambayo amefanyaje? Anafanya. Lakini Waswahili wanasema usijaribu kupima kina cha bahari kwa ujiti. Utafanyaje? Mtafute Magori. Kisugu, hali si shwari ndani ya Simba, mvuta ni kuvuta. Ndani ya Simba hali ni shwari. Timu imesafiri salama, imeondoka na wachezaji 21, imeondoka na technical benchi, imeondoka na viongozi wa Simba, na inshallah Jumapili tunakwenda kuchukua point 3. Hali ni shwari, hali ni salama Simba. Zogo limeanza Kisugu. Hakuna zogo lolote ndani ya Simba. Sasa mpaka mwenyekiti wa bodi anatoka hadharani na kuzungumza kwamba kuna sintofahamu, baadhi ya viongozi hajazungumza sintofahamu, simwibie maneno. Amesema kuna baadhi ya viongozi walowai. Tafsiri yake kuna shida. Yaani iko hivi, hakuna shida. Shida hakuna. Shida hakuna. Sugu na timu iko wapi? Iko mali. Sasa ingekuwa kwani Simba wa kweli anaangalia nini? Matokeo pamoja na mwenendo wa timu. Tunakwenda kupata matokeo siku ya Jumapili. Shida waandishi leo, mnajua kwamba Simba situation gani ambayo yupo. Anahitaji kwenda kufanya mkutano mkuu wa kikatiba, anahitaji kucheza Jumapili. Sasa kuna baadhi yenu mnatumika vibaya ili kuona namna ambavyo mnaondoa Simba kwenye nini? Kwenye reli. Na mimi nakuhakikishia Johnson, mbele ya M15 Simba Sports anakwenda kufaulu mambo yote mawili. Tunakwenda kufanya mkutano wa amani na tunakwenda kuchukua point 3 zidi ya Bamako Mali. Kumbe mlikuwa mmeandaa vita. Nani? Mnaenda kufanya mkutano wa amani, kwa hiyo kuna vita. Amani ni neno ambalo mimi napenda kulitumia na nitaendelea kutumia kwa sababu unajua umuhimu wa amani. Sio mimi tu. Yesu ameshawahi kusema amani, amani, amani. Sawa. Kwa hiyo mimi kusema amani, kuna baadhi ya uongozi wa Simba ambao inadaiwa kwamba inatoa siri za klabu ya Wekundu Msimbazi kupeleka upande wa pili. Tumeona Magori akizungumza kwamba kuna baadhi ya viongozi ambao hapo pamoja na klabu ya Simba. mimi nafikiri hili mwenye uwezo wa kulizungumzia sana ni Magori. Mtazamo wako kama shabiki. Kama shabiki wa klabu ya Simba. Kama kweli lipo ni jambo la kulaaniwa. Sio jambo zuri. Wana Simba tunalilaani. Wana Simba tuliungi mkono. Na mimi naamini kama kweli mtu yupo huyu anakuwa sio Simba. Kwa sababu Waswahili wanasema kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Simba wa kweli ni yule ambaye anayeumizwa na matokeo ya Simba. Simba wa kweli ni yule ambaye Simba ikifungwa na Simba wanalia na anafanyaje? Analia. Ukimwona Simba inakwenda kupoteza wana Simba wanalia, kuna mtu anacheka, huyu sio Simba isipokuwa kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. Hili kwa niaba ya mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba tunalilani. Na tunamuomba Mwenyezi Mungu, ikiwa kweli huyu mtu yupo, basi Mungu iko siku atamtoa hadharani na watu wa Simba tutamjua kumbe mbaya wetu ni Kisugu. Pengine labda wakati ambao amezungumza mwenyekiti wa bodi Clatous Magori, kuna wakati alitakiwa kusubiri mkutano mkuu pengine ili kuepusha hii taharuki na sintofahamu kwa mashabiki na wanachama wa Simba kuelekea mkutano mkuu. Yes, kaulizwa. Aniulizwa anatakiwa afanyeje? Ajibu. Amejibu alichokiulizwa. Lakini wewe pia hapa tunakuuliza, umejibu kwamba no comment, usubiri na tukamuulize muhusika mwenyewe, kwa maana hata yeye pia alipaswa kusubiri. Kwa sababu nimesema kamuulize muhusika kwa sababu yeye ndiye anayemjua, yeye ndiye aliyemuona. Isipokuwa mimi nimesema kama kweli huyu mtu yupo kafanya haya mambo, sisi kama wana Simba tunafanyaje? Tunalaani. Sawa. Hatuwezi kuunga mkono jambo kama hilo. Sawa.
Kisugu imepita miaka 8 mpaka sasa, na kusema imefika, kabla kutumia neno imefika. Mfumo wa mabadiliko ndani ya Simba ni kama vile ni kitendawili kukamilika kwake. Pengine haya yote yanasababishwa na kutokamilika kwa mfumo wa mabadiliko ndani ya klabu ya Simba. Unajua Johnson, ngoja nikwambie kitu kimoja. Tanzania hakuna klabu inaendeshwa katika mfumo wa mabadiliko. Simba ndio ilikuwa klabu ya kwanza kuingia katika huo mchakato na kuona namna ambavyo sasa tuna haja na mahitaji ya kwenda kubadilisha mfumo. Wakati tunakwenda kubadilisha mfumo, tuliamini hiki ambacho tunakifanya ndio sahihi. Lakini kuna vitu viwili kwenye nchi. Kuna Simba Sports na kuna nchi. Nchi ina sheria zake na ina taratibu wake. Kwa hiyo sisi tunapokwenda kufanya kwenye mfumo, tukarudi kwenye nchi, wenye nchi wametupa mwongozo namna ambavyo ya kufanya. Utaratibu unatakiwa uwe hivi, na ndio maana tunakwenda katika mkutano wa kikatiba wa mwaka, lakini moja ya ajenda yetu ni kwenda kufanya mabadiliko ya nini? Ya katiba klabu ya Simba. Sasa dhamira yetu na nia yetu iko pale pale, kuona namna ambavyo Simba inaendeshwa katika mfumo wa mabadiliko. Wanachama tulichofikiria leo kuona namna ambavyo mdhamini mmoja au mwekezaji mmoja anastahili kuwepo kwenda kudhamini Simba Sports. BMT baraza la michezo wamesema rakcha, kwa mujibu wa taratibu za nchi wanatakiwa wawekezaji wangapi? Watatu. Nimpongeze sana Mohamed Dewji almaarufu Mo. Baada ya kupata mfumo na kwa namna alivyojitolea muda wote, ameridhia hayo mabadiliko ambayo yanakwenda kufanyika. Na mimi naamini katika hao wawekezaji ambao watakao kuja, basi sisi kama wana Simba, mwekezaji ambaye tutambeba kwa mgongoni kwetu kuhakikisha anafanikiwa anaendelea kwa ndani ya Simba, Mohamed Dewji. Bado mnamhitaji. Yes. Abaki peke yake ama aongezewe na watu wengine? Nimesema maelekezo ya serikali. Wawekezaji wanataka wangapi? Watatu. Lakini wawekezaji watatu kuna hisa 40 na ngapi? 49. Naam. Simba watakwenda kuzitia sokoni hisa 49 kwa watu wangapi? Watatu. Maana yake 49 ukigawa mara 3 kuna mmoja lazima afanyaje? Anachukua nyingi. Mohamed Dewji. Mo achukue nyingi. Kwa nini Mohamed? Moja ana sifa kuu mbili. Moja ni mwanachama wa klabu ya Simba mwenye dhati kabisa na Simba Sports. Lakini pili ni mkweli. Ni mtu ambaye anajitolea kwa moyo. Kwa hiyo mimi kama Kisugu naacha utaratibu ufuatwe, lakini moja ya mapendekezo yangu katika wawekezaji tutaendelea kuwa na Mohamed Dewji. Kisugu, tunaweza tukasema kwamba pengine katiba ya Simba ambayo inatumika kwa sasa ina mapungufu ndani yake? Yes. Katiba iliyokamilika duniani ziko mbili tu. Mbili tu dunia nzima hii. Katiba ya Marekani pamoja na India ndio katiba ambazo zilizokamilika. Zobakia zote hazijakamilika. Siku hadi siku zinafanywa amendment. Kwa hiyo katiba klabu ya Simba kama ina mashaka basi ni sawa, na ndio maana kila siku nafanya amendment. Na kufanya amendment mpaka pale ambapo utakapoenda kukamilika. Katiba gani ambayo unajua imekamilika? Wewe. Hizo mbili. Basi ndio hizo mbili. Kwa hiyo ya Simba sio shida. Wakati mnaingia katika mfumo wa mabadiliko, moja kati ya gumzo ilikuwa ni kubadilisha katiba, kubadilisha baadhi ya vipengele katika katiba ya Simba, ambapo watu walidai kuhusiana na mfumo wa uwekezaji. Mwanzo mlionekana kupinga watu watatu, kitu ambacho kilipelekea mfumo huu wa mabadiliko kusimamishwa na sasa ni takriban miaka 8. Kipi ambacho mnahisi viongozi wanaenda kukifanyia kazi hasa kwenye mfumo huu wa mabadiliko ambao mnaenda kwenye katiba, kwa sababu mnaingia katika mkutano mkuu wa wanachama ambao unafanyika mara moja tu kwa mwaka? Kisugu, kwanza John, lazima niseme Johnson, wanachama wa Simba wanahitaji sana mabadiliko, na ndio maana tulikubali mfumo wa kwenda kufanya mabadiliko kwenye klabu yetu. Na kwa nini ulikaa katika miaka 8? Kuna mambo mengine tuyavumilia, tuyapasi kuyazungumza kwenye medias. Lakini wako watu kwa makusudi ambao si Simba wamekwenda kukwamisha mfumo wa mabadiliko ya Simba kwa makusudi. Kwa sababu leo hii BMT baraza la michezo walikuanza jana. Yeah. Sikiza vizuri Johnson. Mabadiliko ya Simba katika kubadilika kwake, Simba sio kwa mwaka huu ndio wamekwenda BMT baraza la michezo. Wamekwenda muda mrefu.
Na nina ushahidi mara nyingi kila walipokuwa wanakwenda walikuwa wanaambiwa naenda kabadilisha hiki, Simba anakwenda kubadilisha. Sasa wao kwa sababu wanahitaji kuona namna ambavyo hizo timu zinajiendesha kisasa. Kwa nini mabadiliko yao singezungumzwa kwa pamoja ili mradi sasa hivi wameshakucha na watu wameshaingia kwenye mfumo wanakwenda kidogo kidogo siku hadi siku. Kuna namna watu wanakwamisha. Tulia. Tulia. Leo hii kama utakwenda kwa management ya Simba wamekwenda kwenye taasisi ambazo zilikuwa nahusika kufanya mabadiliko ya klabu ya Simba, basi naamini kama wangekuwa na viatu soli zao zimelika. Kilichokuwa kinakwamisha Simba wakienda kila siku wanaambiwa nendeni mkabadilisha hiki. Wakibadilisha hiki wanamwambia tayari tumeshamaliza, anambia na hiki je? Akishakwenda na hiki je? Kwa maana tatizo lipo kwa wabadilishaji wenyewe. Simba tuna shida. Kama hamna shida, mbona vipengele vinabadilishwa kimoja kimoja? Nimesema huo ninachozungumza, aliyekuwa anataka atoe muongozo ndicho alichokuwa anafanya makusudi. Kwa hiyo ongeza sauti, unasema mlikuwa mnafanyiwa makusudi. Kwa hiyo mimi naamini siku ya tarehe 30 amani itatawala kwenye mkutano wa Simba na tutakwenda kufanya mabadiliko kwa mujibu wa taratibu ya maagizo na inshallah mimi naamini kila jambo litakwenda vizuri. Sasa moja kati ya vitu ambavyo vinaelezwa kuelekea mkutano huu mkuu ni kwamba watu wanatamani Simba ibadilishe mfumo. Mwenyekiti wa klabu ya Simba awe na nguvu ya kufanya maamuzi ndani ya bodi, ndipo mambo yatakwenda sawa. Pengine ikienda ndivyo sivyo, Simba mnarejelea pale pale mlipokuwa. Mimi nimesema mabadiliko ya katiba tunakwenda kufuata maelekezo yaliyotoka kwenye serikali kwa maana BMT. Tunakwenda kuangalia nini BMT wametuelekeza sisi tufanye. Kile ambacho walichotuelekeza kufanya ndicho ambacho tunakwenda kufanyaje? Hata kama hakiwabebi. Nimesema sasa je, kama hatukufanya nani anaipitisha hiyo katiba wakati wao ndio wasajili? Mmeridhia chochote kitakachokuja kwenda. Kuna muda lazima uridhie. Baba akishasema leo uwezo wangu hapa kununua maharage unachagua mawili, ule au ule na njaa, mtoto unafanyaje? Lakini moja katika watu ambao mimi naheshimu na nitaendelea kuheshimu Mohamed Dewji. Amefanya kazi kubwa, amefanya kazi nzuri ndani ya Simba. Na niwaombe mashabiki wa Simba, niwaombe wanachama wa Simba, kama kweli tunaamini kuna kiashiria cha kuweza kumuondoa Mohamed kwenye Simba, tusikubali. Kama kweli kuna kiashiria kinaashiria kwamba hiki kiashiria kikienda kutendeka Mohamed in the presence ya almaarufu Mo atakuwa hayupo ndani ya Simba, hatutakubali. Hampo tayari kumwachia naye. Ziko fununu bwana, anakuja mwekezaji mpya. Inawezekana na makampuni yanataja. Inawezekana, lakini ujaji wao wanakuja kufanyaje? Kuwekeza. Wanahitaji wawekezaji wangapi kwa namna ambavyo ulivyosikia? Mo yumo. Hata kama anayekuja awe kama na mzigo mkubwa, ila Mo apewe kipaumbele. Yumo. Mujibu wa hiyo anachozungumza. Yes, yumo. Hata kama anayekuja akija na mzigo wa kutosha kuliko Mo, bado Mo apewe kipaumbele. Unapomzungumzia Mo unakwenda kumzungumzia kijana tajiri bara la Afrika. Pesa Sikilize. Kijana tajiri bara Afrika. Hakuna kampuni wala taasisi anaweza kuweka mzigo mkubwa kumpita Mo kwenye nchi yupo au kwenye bara la Afrika. Umezungumza tajiri kijana, kuna wazee matajiri kuliko. Waje wawekeze waone moja uli yake nini. Wao keka 20 mwamba anaweka 25. Taarifa hizo ninazo. Kumbe ndio maana mchakato huu umeendelea kuchukua muda mrefu kwa sababu ya hiki ambacho umekizungumza Kisugu. Kimechukua muda mrefu kwa sababu kwa namna ambavyo utaratibu wa serikali inaonekana kwamba kuna vipengele hatujaviweka sawa sawa. Na ndio maana tumeambiwa ili mabadiliko yenu yakamilike, maana yake lazima mkatekeleze haya. Umenielewa vizuri? Ndicho ambacho kilichokwamisha. Tunakwenda kutekeleza yale maamrisho ambayo waliotuamrisha. Kwa maana hiyo kama mambo atapitiwa vema, basi Murtaza Ali Mangungu anakwenda kuingia katika bodi na kufanya maamuzi ambayo pengine kwanza lazima tuingie kwenye uchaguzi. Uchaguzi sio mwaka huu. Nasema hivi, unapokwenda kubadilisha katiba maana yake kuna nafasi inatakiwa ifanyeje? Ijazwe.
tutakwenda kujaza hiyo nafasi kwenye uchaguzi. Yes. 2020 ngapi uchaguzi? Kabla 2020 katiba ya Simba ina mwongozo wake. Inawezekana katiba ikaonyesha kwamba hii nafasi inataka ifanyeje? Uchaguzi wa dharura au sio? Tutakwenda kuziba nafasi. Una imani na mwenyekiti Mangungu? Sio tu mwenyekiti Mangungu, na imani na viongozi wote wa Simba walikuwa madarakani. Nimezungumza mwenyekiti. Nina imani na viongozi wote wa Simba walikuwa madarakani. Akiwemo Mangungu. Nina imani na viongozi wote wa Simba walikuwa madarakani. Una imani na Murtaza Mangungu? Nina imani na viongozi wa Simba wote walikuwa madarakani. Kitoa wote, nimemzungumzia Mangungu. Mimi wote na imani nao. Akiwemo Mangungu. Wote na imani nao. Anaingia kwenye bodi sasa hivi. Asha Baraka na imani naye. Isa Masudi na imani naye. Muba na imani naye. Uongozi wote wa Simba mimi na imani nao. Bwana, ziko taarifa ambazo nasema baadhi ya wachezaji hawajasafiri kwa sababu ya mtonyo. Hizi taarifa Kisugu umezisikia, na kama umezisikia ni taarifa za uongo? Ni taarifa za kuzilaani, kukemea na taarifa za kukemea. Wachezaji waliosafiri na timu ndio mwalimu ambao tayari ameshatengeneza katika programu ya mchezo ambao unaokuja. Hakuna mchezaji ambaye alikosa kusafiri kwa sababu ya pesa. Na mara nyingi timu zote zinaposafiri ni chache sana kuondoka na watu wote. Yuko mchezaji wa watani zangu jana nilikuwa nakunywa naye juice maeneo ya